Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi cha leo. Siku ya leo tunazungumza kuhusu ukomo wa hedhi, sababu zake, dalili zake, matibabu yake na nini kufanya na kutarajia unapofikia kwenye ukomo wa hedhi. Karibu uwe nami, ni Dr. Mniko hapa. Ukomo wa hedhi ni mabadiliko ya asili ya mwili yanayotokea kwa wanawake wenye umri kati ya miaka 45 mpaka 55. Kwa sababu ya kupungua kwa kiwango cha homoni ya kike ambayo tunaita estrojeni. Mwanzoni damu ya hedhi inaanza kuwa nyepesi, baadaye inaanza kukosekana kabisa katika miezi baadhi na hatimaye inakoma kabisa kutoka. Mwanamke anasemekana kuwa amefikia ukomo wa hedhi kama hajapata hedhi kwa angalau mwaka mzima. Baadhi ya wanawake hawapati dalili zozote, lakini kuna wengine wanapata matatizo mbalimbali kwa sababu ya ukomo wa hedhi. Wanapata na vipindi vya joto la mwili kupanda ghafla, kuvuja jasho jingi sana usiku na ukavu wa uke unakuwa mkavu kweli kweli. Ni vizuri kumwona daktari kama hauna uhakika kuwa dalili hizo unazopata zinatokana na ukomo wa hedhi. Kuna mambo kadhaa unayoweza kufanya ili kudhibiti dalili zinazosababishwa na ukomo wa hedhi. Kama unapata na matukio ya joto la mwili kupanda ghafla, tunaziita hot flashes, vaa nguo nyepesi ndani ili iwe rahisi kuvua hizo nguo nzito ambazo zinakuwa ziko juu utakapoanza kujihisi joto. Lala kwenye chumba chenye joto la kawaida na unakuwa na shuka jepesi. Oga maji ya uvuguvugu, epuka kula vyakula vya moto na vyakula vyenye pilipili na punguza kiwango cha kahawa, chai na pombe unayokunywa. Kama unaona uke unakauka sana, ule uke wako unakauka sana na unahisi maumivu wakati wa kujamiana, jaribu kutumia kilainishi, tunaziita lubricating jelly. Kilainishi kitasaidia kupunguza karaha wakati wa kujamiana na unatakiwa kuweka kilainishi ukeni muda mfupi tu kabla ya tendo la ndoa. Unaweza kujaribu kuongeza bidhaa za soya kwenye mlo wako. Soya ina phytoestrogen ambayo ni kemikali ya asili inayopatikana kwenye mimea aina ya soya. Kemikali hii inafanya kazi sawa na estrogen ambayo imepungua mwilini. Ukila vyakula vyenye soya inaweza kusaidia kupunguza zile hot flashes, matukio ya kupata joto au mwili kupata joto sana. Lakini pia kunywa maji ya kutosha, angalau glasi 6 mpaka 8 kwa siku. Fanya mazoezi ya kuimarisha misuli kama vile kubeba vitu vizito na kupunguza msongo wa mawazo. Ni sawa pia kutembea taratibu kwa angalau dakika 20 mpaka 30 kwa siku 5 za wiki. Kwa hiyo inamaanisha kwamba unaweza kufanya jumla kwa dakika 150 kwa wiki. Epuka kuvuta sigara. Kuvuta sigara kunasababisha dalili kuwa mbaya zaidi na kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi. Ukifanya hivyo utajikuta kwamba mambo hayo yanakusaidia katika kipindi hiki muhimu. Kama tulivyosema, ukomo wa hedhi ni jambo la asili, lakini ni muhimu kumwona daktari kama mbinu ambazo tumezisema hapo za kujisaidia mwenyewe nyumbani hazisaidii. Kwa hiyo unaweza kwenda daktari akusaidie zaidi. Ukiona dalili mpya, kwa mfano kuvuja damu kutoka ukeni tena, hasa kama umekuwa haupati hedhi kwa muda mrefu, angalau mwaka mzima, afu unaanza kuona damu inaanza kutoka, unaweza ukaenda kumwona daktari ili aweze kutambua shida ni nini. Asante, mpaka wakati mwingine. Hii ni Wiki ya Elimu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.